Saa ya kutimia kwa ndoto yako. Kama nilivyotangulia kusema, kila mtu ana ndoto. Tunaangalia kwanza upande wa wanawake, lakini usiwe na wasiwasi. Wewe kijana, wewe binti, wewe baba, masomo yapo mengi na yanakuja na yatakufaa pia. Leo tunapomwangalia mwanamke, tunaangalia nafasi yangu mwanamke, nafasi yako mwanamke, nafasi yetu wanawake. Tuliangalia kwanza kwa upande wa familia. Sasa leo tunamalizia upande wa jamii na taifa. Yapo mengi ambayo tumeangalia kwa upande wa familia, ndio hayo yanaenda kwenye jamii na yanaenda kwenye taifa pia. Ukishindwa kwenye familia, sio rahisi kuweza kwenye jamii. Ukishindwa kwenye familia, sio rahisi kuweza kwenye taifa. Hivyo ndio maana tuliangalia kwanza upande wa jamii, wa familia, na leo tunaangalia upande wa jamii na taifa kwa ujumla. Mwanamke una mchango mkubwa sana katika kuleta maendeleo ya jamii, ya familia na taifa pia. Lakini yote haya ni kutokana na wewe mwenyewe mwanamke, jinsi ambavyo utatambua nafasi yako, utaweza kujiamini na utaweza kutambua ya kwamba napaswa nisimamaje kwenye zamu yangu kama mwanamke, ili kuleta matukio ambayo ni mazuri kwa jamii yangu na hata kwa taifa langu pia. Hivyo tunaposema mwanamke, wewe una nafasi kubwa, tunaangalia katika maeneo mengi. Lakini kwenye upande upi sasa? Upande wa kiuchumi, upande wa kisiasa, upande wa kitamaduni. Huko kote mwanamke una nafasi kubwa sana. Ukisimama vizuri, basi tunategemea kutakuwa na mabadiliko mazuri ya kimaendeleo, ya kimafanikio, ya marekebisho. Katika kurekebishana kwenye jamii kuna tuhitaji sana wanawake. Na leo hii ninaendelea kusisitiza kwamba tunayo nafasi kubwa sana ya kuleta mabadiliko. Lakini Mungu ndio msaada wetu. Na hekima hiyo ndio nguzo yetu imara sana, ambayo tukisimama nayo itatufanikisha na tutaweza kufanya yale ambayo hata Mungu anatutarajia tuyafanye kwenye jamii yetu. Wewe ni mwanamke, unapaswa ujiamini. Wewe ni mwanamke, ukijiamini na ukiaminiwa, aminika. Inaleta shida sana pale wachache wanapokosa kuaminiwa na wanapokosa kujiamini. Hiyo yote inatokana na wewe mwenyewe kwanza. Jiamini. Na ukishajiamini, watakapokuamini, basi aminika. Na huyu ndio mwanamke nataka tumwangalie leo. Atumwangalie mwanamke ambaye yeye ajiamini, na hata akijiamini na akiaminiwa anatuangusha. Huyu hatuwezi kumwangalia leo. Mwanamke utaweza kushiriki au kushirikishwa kikamilifu kabisa kwenye shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi, na hapo tutaona kuna faida kubwa sana, kwamba utatimiza ndoto yako, utatimiza ndoto ya jamii ambayo naye inakutegemea, lakini utatimiza ndoto ya taifa pia. Tunamuona kwa mfano Rais wetu Mama Samia, ilikuwa ni ndoto yake yeye kama yeye mwanamke, alafu baadaye ikawa ndoto ya jamii yake. Lakini leo tunaiona nini? Anatimiza ndoto ya taifa. Kwa hiyo hebu tusikie chachu kwamba kumbe nikijiamini, nikiaminiwa, niaminike. Sasa kwenye kuaminika, manake utaweza kuwekwa au kuwa kwenye nafasi mbalimbali za kiserikali, nafasi mbalimbali hata za kanisa, nafasi mbalimbali hata kwenye jamii yako tu. Sio lazima uwe pale juu. Ili ufike juu lazima uwe umeanzia hapa chini. Kwa hiyo usiogope. Hapo chini unapoanzia, hebu onyesha ukakamavu wako. Hebu onyesha kwamba umejiamini na watu waacha wakuamini. Fanya mambo makubwa. Uwe ni mama wa mipango, iwe ni mama wa kutimiza mipango. Tunajua wamama tunaaminika kwenye kuongea sana, lakini mipango yetu haitimii. Hebu uwe mwanamke ambaye utakuwa ni mwanamke unaipanga mipango na ni mwanamke unatimiza mipango. Hiyo yote itaenda kuleta faida kubwa. Hiyo yote itaenda kuleta chachu kubwa, sio tu kwako, lakini ni kuanzia kwako mpaka tunaiona kufikia kwenye taifa. Ipo mifano ya wanawake wengi sana Tanzania. Ipo mifano ya wanawake wengi sana nchi za Afrika. Ipo mifano ya wanawake wengi sana hata nchi za Ulaya. Lakini hawa wote
kuna elimu ambao walipewa. Na ndio maana leo nikusihi sana kwamba usipuuzie yanapokuja masomo mbalimbali kwa ajili yako mwanamke. Kuna vitu ambavyo unavifahamu, lakini kuna vitu ambavyo hauvifahamu. Lakini kuna vitu ambavyo unavifahamu ila si katika ule ukamilifu ambao Mungu alitaka uvifahamu. Inapotokea kuna makongamano, inapotokea kuna semina, inapotokea kuna washa, inapotokea kuna mafundisho kama haya mbalimbali ambayo yanatolewa, basi nikusihi mwanamke, hebu kimbilia, utapata kitu, utaongeza kitu, utarekebisha kitu. Leo hii wapo wanawake wengi ambao tumewaona mifano kwenye Biblia, akina Debora tumeona mifano kwenye Biblia, akina Esther tumewasikia sana, akina Rutu tumewasoma sana. Lakini hebu jiangalie wewe kama wewe, tokea kukua kwako mpaka leo hapo ulipofikia kama mwanamke, umesimama vizuri kwenye nafasi yako? Kuna jambo lolote ambalo hata ukiondoka leo, kuna watu hapa kwenye jamii watasema, tuliwahi kuwepo na mama fulani, tuliwahi kuwepo na mwanamke fulani, yule mwanamke ni jasiri, yule mwanamke ni hivi, yule mwanamke ni vile. Je, utakuwa ni mmoja wao kati ya wale wanawake ambao Mungu aliwapa umbile la wanawake, aliwapa nguvu mwanamke, alikupa vitu vyote ambavyo alijua hivi ukisimama navyo, ukivitendea haki, vitaenda kuleta kitu bora sana kwenye familia zetu leo? Je, utakuwa ni mmoja wapo? Au utakuwa ni yule ambaye anasema bora mama huyu ameondoka mahali hapa, bora mama huyu amehama kwenye mtaa huu, bora mama huyu hayupo kabisa kwenye sura ya dunia hii? Je, utakuwa ni wale au ni huyu ambaye katika wema sana? Ni si sana kwamba ni vyema wanawake tukapitia yale yaliyo makusudi ya Mungu, tukarudi nyuma. Dini yoyote ina mafundisho, dini yoyote, dhehebu lolote inayo misingi ambayo leo hii nina hakika ukiifuata basi itakuweka mahali pazuri, na yale aliyotamani Mungu kuyaona kupitia wewe mwanamke yataenda kutimia. Hivi na mwanamke yupi ambaye hana ndoto? Wanawake wote tuna ndoto, lakini niongee jambo hili kwamba tupendane. Hapo kuna mahali tunafeli. Inapotokea mwanamke ana uhitaji wa kufika mahali fulani, mara nyingine wanaomkwamisha ni wanawake wenzie. Usifanyike hivyo. Nenda ukawe baraka. Umeinuliwa kwa kidogo, unapoenda kuwa baraka, manake unaendelea kuinuliwa. Ni sawa na mwalimu. Mwalimu unapokitoa kile ulichojifunza, unaenda kupata kingine cha kufundisha. Unaendelea hivyo hivyo hivyo, lakini kile ambacho uko nacho hutaki kukitoa kwa wengine, manake hauwezi kuendelea. Kwa hiyo kumbe hii nayo ni formula tu nyepesi kabisa, kwamba ukiwa na upendo kuna mambo utayafanya kwa ajili ya mwingine. Tuinuane, tusogezane, tubebane, turekebishane. Tunapoiangalia jamii, natakiwa tuanze na sisi wenyewe. Tukirekebishana wenyewe, leo hiyo mama tuna vikundi, leo hiyo mama tunaweza kwa namna moja au nyingine, kwa baba imefikia mahali wanafurahi, wanatuamini, lakini vikundi hivyo hivyo kuna mahali wa baba wanahuzunika. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke fulani ameinuka kiuchumi, leo ameleta dharau kwenye familia. Mwanamke fulani ameinuka kiuchumi, leo ameleta sintofahamu kwenye jamii yake. Leo ameleta mtafutano na mtafaruku kwa watoto wake. Imefika mahali kila anachokifanya yeye ameinua bango ya kwamba watoto wangu, mimi ndio mimi, bila mimi baba yenu si kitu, bila mimi kufanya hivi msingesoma, msingevaa. Sio kusudi la Mungu. Mungu anapokuinua ni kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya taifa. Umeinuliwa, umepata kipato, kuwa mwenye hekima, kuwa mwenye heshima, inua na wengine. Toa sadaka, sadaka yako kwa wajane, sadaka yako kwa yatima. Toa sadaka, saidia hata walio jirani na wewe ambao leo hawana kitu, wanakutumaini wewe wasaidie. Wainue wengine, uinuliwe zaidi. Hiyo ndio siri. Naomba nikupe hiyo siri. Unapofanya kwa mwingine, unaweka ulinzi kwako na kwa watoto wako, lakini zaidi sana na wewe utaendelea kuinuliwa. Hivi kuna haja gani Mungu aendelee kukuinua ikiwa wewe unafanyika mwiba kwa walio chini, ikiwa wewe unafanyika uchungu kwa familia au kwa ndoa yako au kwa jamii yako? Sio rahisi. Tunakutegemea sana mwanamke, kwamba kwa mafundisho haya
tunapozungumzia jamii, tuna hakika ya kwamba utaenda kusimama katika misingi iliyo imara, iliyo bora ya kumpendeza Mungu. Enda kafanyike kuwa baraka kwa watu waliokuzunguka. Kafanyike baraka basi kwa familia yako na ndoa yako. Nenda kafanyike baraka kwenye mtaa wako. Mwanamke kafanyike baraka hata kwa watu wote ambao wako karibu na wewe. Ukitokea waseme afadhali huyu amefika. Sio kwa nini huyu amefika? Nirudie tena kuambia kwamba tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Facebook tunapatikana kwa jina la Little Flower Foundation, lakini YouTube tunapatikana kwa jina la Little Flower Foundation Media. Usiache kusubscribe, usiache kushare, share na wengine ili waweze kupata nao hiki ambacho wewe umekipata. Naomba nishirikishe pia namba za simu, kwa sababu yapo mengi ambayo unaweza ukasema natamani niongee na Mwalimu Blandina, mtumishi wa Mungu. Basi napatikana kwa namba zifuatazo: 0787877222 mtandao wa Airtel. Narudia tena 0787877222, na kwenye mtandao wa Yas 0715123504. Narudia 0715123504. Mtandao wa Vodacom 0765877221, 0765877221. Endelea kuwa pamoja nasi, vipindi ni vingi, masomo mazuri hapo mengi. Leo tunasema tunaanua jamvi hili, lakini tunaenda kutandika jamvi lingine tena jipya kabisa, ambalo hili litakuwa ni zaidi ya lile la kwanza. Usichoke kufuatilia vipindi vyetu, na karibu sana. Shalom shalom.